kita hiki cha Abiola kwa lengo la kuongea na mashabiki wa mpira wa miguu. Kama ujuavyo, huu ni mwisho wa msimu kuelekea kumaliza au kunapandika kwa ligi kuu Tanzania bara, lakini miezi michache iliyopita kulikuwa na sintofahamu kuhusiana na mchezo wa watani wa jadi, kwa maana nazungumzia Simba dhidi ya Young Africans, na kama ujuavyo kila upande unajaribu kuvutia upande wake ili kuona kwamba upande gani wao kila mmoja anajiona yuko sahihi kwa wakati wake. Mimi ni Sadati na hii ni Kolila Media. Endelea kusubscribe, like, share na comment. Kama nilivyokuambia, niko hapa Abiola kwa ajili ya kuzungumza na mashabiki wa mpira wa miguu, watoe maoni yao, hisia zao kuhusiana na kile ambacho kinaendelea kwenye mpira wa miguu Tanzania bara, hasa NBC Premier League. Endelea kusubscribe, like, share na comment. Yes, kama nilivyokuambia ndugu mtazamaji wa Kolila Media, niko hapa Abiola ambapo ni kijiwe cha kunywa kawa. Watu wanajaribu kushtua kidogo utumbo kwa maji haya ya moto, lakini pia katika kijiwe hichi huwezi kukosa stories za hapa na pale kuhusiana na mpira wa miguu. Niko na ndugu yangu ambaye ataenda kujitambulisha anaitwa nani na mambo mengine. Habari yako ndugu yangu? Safi, mambo vipi? Safi, kwa majina unaitwa nani? Mimi naitwa Saidi Keto. Bwana, kwa namna ambavyo ligi umeitazama msimu mwanzo mpaka hapa ulipofikia, unafikiri nini hasa ambacho kimekuvutia zaidi ukiachilia na ligi zingine ambazo zimepita? Ligi ya msimu huu imekuwa na ushindani. Licha kuwepo na changamoto ndogo ndogo, lakini imekuwa na ushindani. Kila timu imeonyesha kwamba imejipanga kufanya kitu kwa ajili ya ligi ya msimu huu. Kwa mtazamo wangu, kwa ufupi ni hapo kwamba kila timu imeonekana kwamba imejipanga kwa ajili ya kufanya kitu. Kitaalamu unafikiri ni eneo lipi kwa timu zote zinazoshiriki ligi kuu Tanzania bara zimejiongeza zaidi kitaalamu kwa msimu huu tofautisha na misimu mingine? Kwenye usajili binafsi nimeona kila timu imejitahidi kwa nafasi na uwezo wake kutafuta wachezaji ambao wana namna moja ama nyingine wanaona wana quality ya kuweza kupambana kwenye hii ligi. Maana wale wenye uwezo mkubwa wameonyesha kwamba wanaweza kupata wachezaji wa quality hiyo, na hata wadogo wananiza kati na wameonyesha wana uwezo, na hata wale wa chini vile vile ambao hawana nguvu labda ya kiuchumi ya kuweza kusajili wachezaji wa kimataifa, lakini nao wamejitahidi kutengeneza mazingira ya kusajili wachezaji wa ndani, lakini ambao wanaonekana wana uwezo wa kuweza kupambana katika ligi. Kuna baadhi ya mashabiki ama wadau wa mpira wanaamini kwamba ligi kuu Tanzania bara haina intensity, kwa maana ni timu chache ambazo zina uwezo wa kupambana labda zikienda kwenye mashindano makubwa. Unafikiri wapo sahihi kiasi gani? Kila mtu ana mtazamo wake, kila mtu ana mtazamo wake katika kuliendea jambo. Lakini hata wewe au mtu mwingine yoyote, ligi zote duniani ziko hivyo. Kuna zile timu ambazo zina uwezo, title contender. Yaani kila ligi kuna hao watu. Alafu kuna watu wa kati hapa. Alafu kuna watu wa mwisho. Yaani ligi zote ziko hivyo. Jaribu kufuatilia Uingereza na Hispania, Ujerumani, kuna hao. Lazima kuna wale title contenders wanaweza kuwa watu 5 au 4. Alafu kuna hao watu wakati ambao wao kila siku, kila msimu wanafikiria kubaki tu kwenye ligi na sio kwenda kimataifa au kushuka. Wao wanataka kukapa. Na kuna wale kundi la 3 ambao wanapambania wao wasishuke daraja. Kwa hiyo kila ligi ina hizo daraja 3. Wale title contenders na hao watu wakati ambao wana maintain nafasi zao wasiende juu na wala wasishuke chini, wao washiriki tu ligi, na kuna wale ambao wanapambana wasishuke daraja. Iko hivyo. Kuna wadau ambao wanaamini kwamba hizi timu kubwa zinavyokutana na timu ndogo mara nyingi matokeo yanakuwa kwa upande mmoja, na wengine wanaenda mbali zaidi kwa kusema kwamba kuna upangaji wa matokeo. Wewe kwa namna unavyoona mizani baina ya timu ndogo na timu kubwa, kuna hilo tatizo? Sitaki kuingia sana huko, lakini lisemwalo lipo. Si ndio? Lisemwalo lipo. Na kwa nini hawa wakubwa na hawa wakati hao wa chini naongelewa hivyo? Hawa wakubwa wana nguvu kubwa ya kiuchumi. Si ndio? Wana nguvu kubwa ya kiuchumi ukifananisha na hawa wakati. Na vile vile hawa wakubwa wao wameshajitengenezea mazingira kwamba sisi ni watu wa kuchukua kombe au kupata matokeo mazuri muda wote. Kwa hiyo unayosema inawezekana nguvu ya ushawishi wa ulaghai kawepo, na vile vile uwezo nao ukawepo, kwa sababu
tunaweza tukasema nguvu ya ulaghai ipo, lakini vile vile hizi timu kubwa zinasajili vizuri, zina wachezaji wenye quality ambayo kwa mfano TFF shirikisho limeleta maelekezo kwamba wachezaji wanaotakiwa wawepo kucheza kwenye ligi zetu wanaocheza timu zao za taifa au ambao walishawahi kucheza kwenye timu zao za taifa, si ndio? Maana yake ni kwamba tunatakiwa tuwe na quality kubwa ambayo itaipa thamani ligi yetu. Sasa hizi timu kubwa za Tanzania zikiwa na uwezo wa kupata hao wachezaji, lazima wakikutana na hizi timu za kati au za chini, lazima kutakuwa na nani tu, uwiano lazima utakuwa tofauti. Umenipata? Lazima uwiano utakuwa tofauti tu. Hao wataonyesha kwamba hawa ni professional ambao wamejinani, na hao itaonekana kabisa kwamba, kwa sababu hata hao hiyo quality tunayotafuta inatofautiana kutoka timu moja mpaka nyingine. Kwa mfano, ukichukua labda Simba, Yanga, Azam na Singida Black Stars, si ndio? Unakuja Tabora United. Lakini Pamba wana wachezaji wa kulipwa, si ndio? Je, quality ya wachezaji wa Pamba inafanana na Yanga na Simba au Azam? Ukiangalia utakuwa ifanani. Umenipata? Itakuwa ifanani. Maana yake hata wanapokutana kwenye mchezo kuna utofauti tu lazima utaonekana. Licha ya kwamba saundi za ulaghai zipo. Umeona? Lakini hawa wana quality ukikompea na hawa wa daraja la kati na chini. Ni hivyo. Msimu huu kuna lawama nyingi sana kuelekeza kwa marefa, kwa maana waamuzi ambao wanachezesha hii michezo ya wakubwa, kwa maana hawa giant wawili wa Kariakoo, kwa maana ya Simba na Yanga. We unaweza kaendana nao au baadhi ya wadau ama mashabiki wa mpira ambao wanaelekeza hizo lawama kwa baadhi ya marefa leo ambao wanachezesha ligi kuu? Changamoto zipo, tusifiche, changamoto zipo. Lakini sasa hawa wahusika wenyewe, yani ile na chama cha marefa na TFF kwa ujumla, wanatakiwa waliangalia hili jambo kwa ukaribu zaidi, kwa sababu hizi timu zinapocheza timu mbili kwenye mchezo mmoja kuna timu tatu. Mbili zinapambana kutafuta pointi 3 na moja inatengeneza mazingira pointi 3 zipatikane katika maana kusimamia sheria. Hawa watu wanaosimamia sheria wakienda kinyume na utaratibu jinsi ulivyo, lazima kuna vurugu zitatokea. Hawa husika wanaodili na hii timu ya tatu katika maana timu ya maamuzi, marefaris, wanabidi wakae nao kwa karibu, wajaribu kuongea nao. Mimi sitaki kuamini kwamba marefa hawajui kuchezesha mpira. Sitaki kuamini kwamba wanafanya makusudi. Hapana, sio makusudi. Hapo kuna vitu viwili mpaka vitatu vinaingia moja. Hawa nao ni binadamu, wana mapenzi na timu zao. Kwa sababu Tanzania kama wewe sio Simba basi utakuwa Yanga. Hiyo moja. Lakini pili, kuna ushawishi wa kipato. Watu wana convince namna gani? Na wao wanatoka katika familia za kawaida tu. Umenipata? Na kuna kipindi shai kusikia kwamba kuna vurugu katika namna yao ya kulipwa. Na wanapokwenda ugenini au maeneo mengine ndio wanapokelewa. Kwa hiyo mtu hawezi kukupokea kwenye Foster's Hotel, si ndio? Alafu akakupa stahiki zote na mambo kama hayo, alafu ukashindwa kumfavor tu. Hiyo inakuwa ngumu. Lakini la tatu, kuna maelekezo. Upo uwezekano wakawa wanachezesha kutokana na maelekezo ya watu ambao wamewazidi, watu ambao wako juu yao. Kwa hiyo kwa swali lako hili, hawa wanaosimamia mpira kwa ujumla wanatakiwa waangalie kwa karibu. Vinginevyo tutajikuta tunaharibu mpira wetu, kwa sababu sisi tunasema sasa hivi maelezo yanakuja kwamba ligi yetu ni ya 4 Afrika, si ndio? Lakini tunaweza tukaja kuharibu hii sifa. Tukaja kuharibu. Sasa hivi tunajitahidi, at least tunaye nani? Alajiga anasogea huko, yule askari polisi yule nani alikuwepo, lineman yule Frankie Komba anaenda huko, lakini tutengeneze na wengine sasa kwa ligi yetu kuwa namba 4, alafu tuna waamuzi wawili tu kwenye mashindano ya kimataifa. Utakuwa uongo. Hii inapelekea na sisi tuishi kwamba hata wakubwa wanaona kwamba kwetu kuna changamoto. Kama nchi kama labda unakuta Sudani, Somalia, Burundi, Msumbiji, wao na changamoto za aina tofauti. Sisi tumetulia. Lakini wao wanapataje marefa kwenda kuchezesha mashindano makubwa? Sisi tukakosa hizo nafasi. Manake hata wale wewe wahusika wakuu nao, kafu na watu hao wanahusika na taratibu za kupanga, wameona tatizo kwetu. Unaweza kukuta sisi tuko namba 4. Lakini kuna watu wanatufuatilia kwa kuona hii namba 4 yetu tuna deserve kweli kuwepo hapo. Kwa hiyo watu wakawatufuatilia bila wenyewe kujua.
hizi vurugu zetu za ndani za nini na nini hizi za kuwaconvince watu wafanye mambo kinyume na utaratibu inapelekea kutuharibia huko. Na ndio maana unakuta sisi tunakuwa na waamuzi wachache kwenye mashindano. Tuko nafasi ya 4. Lakini mbona tuna nani wachache? Na kuna timu tumewazidi sisi. Sisi tuko 4. Kuna wengine wako 7 mpaka 10, wengine hapo hata 10 bora. Lakini wanatoa waamuzi wengi kwenye mashindano. Sasa hiko ni kitu kinafikirisha kidogo. Kwa hiyo hizi changamoto kwenye nafasi hii, kwenye hii timu ya 3 inabidi hao wahusika waangalie kwa jicho la karibu zaidi. Kutengeneza mazingira japo si rahisi kumaliza, lakini kupunguza japo kwa kiasi fulani, kwa sababu hata wenzetu waliotutangulia huko kuna hizi changamoto, ndio maana wakaeka VAR. Na kuna kipindi mechi ilikochezeshwa na marefa 5 kama unakumbuka. Lakini bado tu kuna makosa, errors ndogo ndogo za kibinadamu zinatokea, umeona kazi. Lakini sisi kwetu tunaona kama inazidi sana. Kwa hiyo wangejaribu kutengeneza mazingira. Kama kuna watu wanawapa maelekezo, basi wapunguze. Kama kuna nani ya kiuchumi, hawa wahusika watengezee mazingira ya kuwapa posho iliyokuwa bora. Kama mahaba, watengenezewe mazingira sasa mahaba ya nani, ili kuonyesha kwamba hapa ni kazini kwenu. Ukiharibu utahukumiwa. Na hapo sisi tunavyohukumu, mimi naona tofauti na wenzetu. Huku sisi mtu anaharibu mechi, unaweza kukuta anapewa mechi 6 au mechi 5, akae nje. Alafu baadaye anarudi tena. Lakini wenzetu kuna punishment kubwa zaidi ya hiyo anapewa, mpaka mwenyewe anahisi kwamba hii mimi nikirudi tena kutakuwa na tatizo. Ipo mfano tunaiona hapa, mtu anapata hiyo punishment anakwenda, lakini akirudi kama hajatoka kwenye punishment vile vile. Kwa hiyo kuna errors zinatokea hapa za kiongozi na nani ya kibinadamu. Mimi nataka nipate maoni yako kama mdau wa mpira wa miguu Tanzania. Kuna msuguano ambao unaendelea baina ya TFF, bodi ya ligi pamoja na Young Africans. Kama unavyojua bodi ya ligi wao walishatoa tamko lao kwamba wanaopangia mchezo tarehe, na leo akuamkia leo wameupangia mchezo kwamba tarehe 15 mwezi wa 6 dabi iko pale pale. Wakati huko Young Africans kupitia kamati ya utendaji wao wametoa msimamo wao kwamba hawatoshiriki mchezo aina yoyote dhidi ya Simba. Wewe kama mdau wa soka unaona hii matokeo yake ni nini hasa kwenye mpira wetu wa Tanzania? Hii haina afya nzuri. Hii haileti afya nzuri katika soka letu la Tanzania. Ndio kule narudi nikosema kwamba ile namba 4 tuna deserve kweli kuwepo hapo. Kama kuna errors za design hii, maana ile namba 4 inatutia shaka. Na hawa ndo majiant yetu wakubwa kwenye soka la Bongo. Kuna maeneo kuna makosa yamefanyika, lakini kila mtu anajaribu kujificha kwenye eneo lake. Wakubwa wamefanya kosa katika maana bodi ya ligi na wenzake kuna kosa wamelifanya. Huku Simba Sports na wanakosa lao wamelifanya. Huku Yanga nako inaonekana kuna kosa lao. Kwa hiyo kila mtu anaamini yuko salama katika eneo lake. Umenipata Simba walikwenda wakasema sisi ABC tumezuliwa na makomando wa Yanga. Bodi ya ligi wakatoa taarifa kwamba mechi tumeahirisha kutokana na sababu za kiusalama. Yanga wanasema no, sisi hatuchezi. Wamekwenda kasi 1 2 3. Wamerudishwa. Wameambiwa hivi, kuna huku sehemu hamjapita za ndani, malizeni huku alafu ndio mje huku. Si ndio? Manake kasi kesi haijaisha. Wameambiwa warudi huku. Ikishindikana kule waende kule. Si ndio? Manake ni kwamba Yanga nao wamesema hivi, sisi hatuwezi kwenda kwa sababu hatuna imani na hivyo huko mnako tuelekeza twende. Umenipata? Kwa hiyo manake kama hamna imani na timu kubwa kama Yanga wanasema kwamba hatuna imani na hawa, hapo kuna tatizo tayari. Manake hapo bodi ya ligi baada ya kutoa hiyo taarifa kulingana na namna kasi walivyotoa majibu, kitu pekee ambacho ilitakiwa kifanyike ni nini hasa kuunganisha hawa watu wawili kabla ya mchezo kupangiwa tarehe ya kuchezwa. Kama unakumbuka vizuri, mwanzo bodi ya ligi walisema kuna vitu wanavifanyia uchunguzi. Si ndio? Na watatoa taarifa. Lakini sidhani kama kuna taarifa imetoka. Umeona? Mpaka mchezo unapangwa tarehe 15. Sidhani kama kuna taarifa imetoka. Kwanza wao walitakiwa kurekebisha hapo kwanza, itoke taarifa kwamba kutokana na hii tukio hili tumepata 1 2 3 kuna viashiria vya rushwa hivi kuna nini watoe maelezo. Kwenye press kwa umma au nini hiyo. Wakishatoa hayo maelezo,
alafu ndo nani ianzie hapo. Lakini wao barua imerudi kutoka kasi. Huo ni mtazamo wangu mimi. Barua imerudi kutoka kasi. Wao kwa sababu Yanga wanachokitaka wao wapate mrejesho hapa nani hapa watu wa bodi ya ligi. Kuna kitu wanatakiwa kuambia Yanga. Yanga kuna kitu wanaoji, kwa nini mechi imeahirishwa? Si ndio? Sababu za msingi. Kwa nini mechi imeahirishwa? Sasa hapa bodi ya ligi ndo wanakwepa. Na unajua wanakwepa kwa nini? Kila mtu anamtega mwenzake hapa. Hii swala limekaa kiufundi. Hapo inaonekana bodi ya ligi akitoa barua hiyo, Yanga kuna kitu wanataka kufanya kulingana na hiyo barua. Umenipata? Kwa hiyo kila mtu anamtegea mwenzake hapo. Ndio maana bodi ya ligi wamewahi kutoa tangazo bwana, mechi tarehe 15. Si ndio? Alafu nao wanawasikilizia Yanga vipi? Na Yanga nao kwa kugundua wamesema sisi hapa hatuko tayari kwa ajili ya mchezo, sisi msimamo wetu ule kwamba sisi hatuchezi ligi. Unafikiri Yanga wako sahihi kusema wao hawachezi mchezo wote na Simba? Kwa position waliokuwa nayo. Kwa sababu mimi siko ndani kule kwenye kamati ya utendaji na nani sipo ndani. Sijui kuna kitu gani wanatega au sijui kitu gani wanafikiria. Kwa nafasi yao wanaona wako sahihi. Kwa nafasi yao wanaona wako sahihi. Kwa hiyo kuwasemea watu ambao wanaona wako sahihi, mimi nitakuwa kidogo siwatendee haki. Kwa sababu tatizo sio kuiba ngoma ya kijiji. Tatizo hiyo ngoma utaipigia wapi wana kijiji wasijue kwamba hiyo ngoma yetu? Maana unaweza kuiba ngoma lakini utaipigia wapi? Ili wana kijiji wasijue kwamba ngoma yetu iliyoibiwa sio hiyo. Umenipata? Maana lazima ipige kelele. Ikipiga kelele wana kijiji watoja ngoma yetu hiyo. Umeniacha kweli mbali hapo ujue. Iko hivyo. Sasa turejee, yani fanya wewe ndo uko na maamuzi makubwa pale bodi ya ligi ama TFF. Unafikiri ungechukua watu gani kuhakikisha kila mmoja anapata kila ambacho anastahili? Sikiliza nikwambie. Hapo hilo jambo limekaa kwa mtego hiyo. Huo mtego. Kwa sababu sisi tuna slogan zetu hizi bwana, tuitane tukae kama ndugu, tufanye ABCD na mambo kama hayo. Unajua kuna mtu mmoja hapo, kuna tabia katika utaratibu wa uendeshaji wa soka letu la Bongo, kuna vijitabia. Sasa inaonekana kuna watu wanataka kukomoa hizi tabia. Yaani wanataka kuweka sawa hii jambo liende sawa. Hapo naogopa kuongea sana kwa sababu unaweza kusikia huyu alosema huyu tunampeleka kwenye kamati ya maadili na ABCD. Umenipata? Lakini kuna watu wanaamini kwamba kuna mchezo unafanyika, wao wanataka kurekebisha huo mchezo. Kwenye mind yao wanafikiria hivyo. Sasa tuombe Mwenyezi Mungu atujalie uhai tu. Akijalia uhai tutaona hiyo tarehe 15. Kwa sababu siku zote maji yaliyopoa ndo yanakuwa na kina kirefu. Maji yaliyotulia ndo yanakuwa na kina kirefu. Nilisahau bwana kukuuliza mwanzo kabisa, wewe mtaa gani pale Kariakoo? Twiga au Msimbazi? Huo sasa unaenda. Hapo nilivyoongea vipi umeona nimekaa sehemu moja? Hiyo sio mimi, sasa ni wale ambao wanatutazama kupitia Kolila Media ndo atasema kwenye uwanja wa comment kwamba huyu bwana yuko upande gani. Kwa namna ambavyo ameongea, wewe ambaye unatutazama kupitia hii Kolila Media utaniambia kwamba hapo chini huyu jamaa ameongea kama shabiki wa sehemu gani. Kuna wakati kwenye Kasumba kama mwanachama kuna wakati watu wanaamua kukujaji kwamba wewe ni timu gani kutokana na kauli yako. Mimi sitaki nikujaji, lakini wanaokutazama kupitia Kolila Media watasema wewe ni timu gani. Shukrani sana ndugu yangu. Nimepata madini mengi kutoka kwako. Nipo na ndugu yangu mwingine hapa upande wangu wa kulia. Habari yako ndugu?